Kitendo kama hiki saa 11 alfajiri raia amelala hajamfanyia kitu. Inadaiwa kwamba maafisa wa polisi walipewa agizo la mahakama la kuvunja nyumba za wenyeji wa Malalani kule Msambweni, kaunti ya Kwale, usiku wa Jumatano kutoka kwa mwekezaji wa kibinafsi anayedai umiliki wa ardhi hiyo. Swala ambalo limewaacha wenyeji wa eneo hilo wakilalama. Nimeishi kwa hii shamba miaka mingi sana. Saa hii kunatokea mtu ambaye anasema ati hii shamba ni yake. Alikuja mwaka juzi akanivunjia nyumba. Nyumba zenyewe alivunja nyumba 4. Na akarudi safari ya pili. Na tukisalia maeneo ya pwani ni kuwa maafisa waliotumwa na serikali kuu kumlinda gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho pamoja na nyumba yake hii leo wamekatazwa kamwe kufanya hivyo. Hii ni baada ya gavana Joho kuhamisha familia yake kutoka makazi hayo na kuipeleka mahali anakodai ni salama. Hata hivyo, duru za kuaminika zinaarifu kuwa Joho hajawatimua walinzi hao wanaodaiwa kuregeshwa na tayari nyumba hiyo imepewa mpangaji mwingine, huku walinzi hao wakisalia nje. Na hatimaye, katika kaunti ya Kirinyaga, serikali imehimizwa kutoa vyakula vya msaada kwa wenyeji wanaoathirika na baa la njaa linaloendelea kote nchini na ambalo limesababishwa na ukosefu wa mvua ya kutosha. Akizungumza alipotoa mchango wa trekta 15 za kuwasaidia wakulima katika eneo la Mwea, Purity Ngirichi alisema kuwa ni vyema wenyeji wapate lishe hadi mwezi wa 3 ambapo mvua itaanza kunyesha. Tafadhali serikali kuu wakuje waingilie kati na waletee watu wetu chakula, ndio at least wapate kitu ya kuwapeleka mpaka March kabla mvua ingine ikuje. Hassan Farah kwenye Mseto wa County, Citizen Nipashe.